Msikilizaji, hii ni sehemu ya 15 ya simulizi yetu inaitwa Ndizi kwa Mlenda iliyoandikwa na mtunzi Edgar Mbogo. Sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya 14, na kama utakuwa unakumbuka vizuri tulipokuwa tumeishia, ilikuwa ni pale ambapo baada ya mama Mona kukasirishwa mno na Jackson Kifaru, hasa mara baada ya kujua kwamba kumbe yeye ndiye baba wa mtoto Krala, na labda alikuwa anafanya hayo yote ili kusudi kumlaghai tena mwanae Mona Lisa kama ambavyo alifanya hapo mwanzo. Sasa alianza kuunganisha matukio mbalimbali ya Daniel Kabazu na kuanza kuona inawezekana kweli kabisa Daniel hakuwa ni mtu mzuri. Lakini sasa walikubaliana wamchunguze kwanza, ndipo wote watoe taarifa polisi. Tuanzie kwanza hapa hospitalini ambapo mama Mona alikuwa anaondoka huku Daniel alikuwa anamfuata nyuma. Kilichoendelea niko nacho hapa katika sehemu ya 15 siku ya leo. Majina yangu naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Mama Mona anatoka mapokezi kulipia matibabu ya Mona Lisa na kisha kuelekea upande wa maegesho ya magari, na alikuwa amesahau kabisa kwamba wakina Aisha walikuwa pale mapokezi pia. Yeye akatembea kuelekea kwenye gari lake, na alipolifikia akaingia na kuliwasha, na kisha akaondoka zake akisahau kabisa kwamba Daniel alikuwepo pale pia. Na ile mama Mona anatoka tu hapa hospitalini, Daniel naye ambaye alikuwa kwenye gari akawasha gari lake na kuanza kumfuata nyuma, akiwaacha wakina Aisha walikuwa na shangaa tu uondokaji wa hawa watu wote wawili, yani mtu na mkwe wake mtarajiwa. Ni kweli kabisa msikilizaji, mpangaji wa hayo yote alikuwa ni Daniel Pasco Kabazu. Labda naweza kukueleza kiufupi msikilizaji. Kwa upande wa Daniel ambaye ukiachilia mbali kusimamia mpango wa mama yake, ambao ni mpango wa kuhakikisha kwamba wanafaidika kupitia mali na miradi ambayo alikuwa ameandaliwa Mona Lisa, wakijenga na kujilimikizia huko kwao. Lakini pia Daniel alikuwa na mpango wake binafsi wa kummiliki Mona Lisa mazima na kumfanya awe mke wake, kwa sababu lisha Daniel kuwa alishawahi kutembea na wanawake wengi sana, lakini hajawahi kabisa kupata bahati ya kuwa na msichana mzuri kama Mona Lisa. Mwanzo alikuwa nadhani ya kwamba mambo yatakuwa rahisi tu, hasa aliposikia kwamba Mona Lisa alikuwa anapokea kadi pamoja na zawadi ambazo alikuwa anamtumia wakati Mona Lisa alipokuwa Mbogolendi. Hata vile alivyokuwa anazungumza naye kwenye simu mara moja, alikuwa anaona kwamba alikuwa anazungumza naye vizuri tu. Lakini sasa mara baada ya kuona na kusikia msimamo wa Mona Lisa kwamba endapo atamwona baba wa mtoto wake basi hawatochumbiana wala kufunga ndoa, ndipo sasa Daniel alipoanza kujikatia tamaa na kuamua kuanza mipango mingine. Maneno hayo ambayo Mona Lisa alikuwa amezungumza yalianza kumpatia wasiwasi Daniel wa mipango yake kushindwa, japo alikuwa ameshanunuliwa gari jipya kabisa Toyota Mark II, na huku mara kwa mara alikuwa anapewa pesa na mama yake na Mona Lisa, ambaye alikuwa anaamini kabisa kwamba Daniel ndiye mkwewe mtarajiwa na ndiye mwanamume ambaye alikuwa anamfahamu naye Mona Lisa. Mama Mona hakujua kabisa kwamba pesa ambazo alikuwa anampatia Daniel pamoja na gari ambalo alikuwa amemnunulia vilikuwa vinatumika kubeba wanawake wengine na kuelekea ama kutoka kwenye kumbi za starehe ama kwenye nyumba za wageni pia, ambako huku atashinda wanapiana dudu na huku akitumia pesa hizo za mama mkwe. Lakini mama Mona alikuwa anaendelea kumwamini tu Daniel na kumhusisha katika mipango mingi ya kampuni ambayo ilikuwa ndio kwanza inaanza kufanya kazi, na huku Mona Lisa alikuwa anamalizia masomo yake huko Mbogolendi. Lakini licha ya haya yote, mama Daniel ambaye tayari alishausikia msimamo wa Mona Lisa alikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa anamkumbuka mno mzazi mwenzie, kwamba endapo atakutana naye basi hatoweza kabisa kuolewa na Daniel. Mwanzo mama Daniel alimwambia mtoto wake wajaribu kumtafuta kijana Jackson Kifaru ili kusudi wamuoe, ili kusudi kujihakikisha kwamba wao wanamnasa Mona Lisa. Lakini shida ikaja kwamba watampata wapi, na wakati huo wakapata wazo la pili, na leo lilikuwa ni kuanza kujipatia pesa nyingi kwa kina Mona Lisa, kiasi kwamba hata siku ambayo Mona Lisa akikutana na mzazi mwenzie
basi iwe tayari wameshajipatia pesa nyingi sana na kuendelea tu na maisha yao. Hapo sasa wakasuka mpango wa kuwa wanaiba pesa mara kwa mara kutoka kwa Mona Lisa, wakianza kwa kuwatafuta vijana 5 ambao walikuwa wanajihusisha na tabia za wizi, wakiwanunulia pikipiki ambayo ndio ilikuwa inatumiwa na hao vijana 2. Na huku 2 walikuwa wanatumia gari ndogo Toyota van toleo la zamani ambalo walikuwa wamenunua kwa pesa ambazo walikuwa wameziomba kwa Mama Mona, wakisema kwamba kulikuwa na tatizo huko kijijini kwao. Na huku mwingine mmoja walimpenyeza pale Sheri na alikuwa anajaza upepo kwenye magurudumu ya magari. Na huyu ambaye siku zote alikuwa anafanya kazi zake kwa juhudi, alipewa kazi ya kuchunguza na kutoa taarifa ambazo zilikuwa zinahitajika ili kusudi kukamilisha mipango yao na kutoa taarifa pale ambapo wangehitaji kufanya tukio. Ukiachilia mbali kwamba huyu ndiye ambaye alikuwa ametoa taarifa za kuonekana Mona Lisa akiwa amemshika mkono mwanaume fulani na huku akiwa na furaha isiyo kifani, lakini pia ndio aliyetoa taarifa ya Mama Mona kuondoka na pesa pale ofisini. Mpango wa kwanza kabisa wa Danieli pamoja na vijana wake ulikuwa na kuchukua shilingi milioni 40 za Mama Mona ambazo alikuwa ametoka nazo Sheri mpya kuzipeleka benki. Japo mpango uliharibika mara baada kijana mmoja mshamba kuingilia mpango ule. Danieli ambaye kusema kweli kabisa alikuwa ametokea kumchukia sana mtoto wa Mona Lisa yani Krala, kutokana na kwamba alikuwa ni kikwazo cha yeye kumpata mama yake, alipata moyo kidogo mara baada ya Mona Lisa kuonyesha kukata tamaa ya kumpata Jackson, akiahidi kuchumbiana na Danieli mwaka mmoja baadaye. Lakini sasa tamaa iliwazidi Danieli pamoja na mama yake Sabrina, hasa mara baada ya kusikia mpango wa milioni 120 za kulipa ushuru magari ya kampuni huko katika mamlaka za mapato Tanzania, pesa ambazo wanaamua kuzipata wao. Hata akaamua kufanya mpango wa kumteka mtoto Clara, wakijua kwamba Mona Lisa angetoa zile pesa zote bila kusita. Lakini sasa akiwa katika hatua za mwisho kabisa za matumaini ya kujipatia pesa hizo kwa kusubiria simu ambayo ingeelekeza sehemu ambayo ilikuwa inatakiwa pesa zipelekwe, mara wanamwona Clara alikuwa anaingia nyumbani na huku alikuwa peke yake na kueleza kile ambacho kilikuwa kimetokea. Kusema kweli kabisa, msikilizaji, tunaweza kusema kwamba hilo lilikuwa ni pigo kubwa sana kwa Danieli pamoja na mama yake, ambapo Danieli aliwafuata wakina Jomo na kuwakoromea kwa kitendo cha kushindwa kumdhibiti mtu mmoja, akiwaambia kwamba kama watapanga mpango mwingine halafu akashindwa, basi ataachana nao. Lakini bosi, huwezi kabisa kuaminiani. Jamaa alipambana, utadhani ule mtoto ni wa kwake bosi, ndio maana tukashindwa kabisa. Alikuwa anazungumza Varisudi na Jomo akaongeza tena, hebu fikiria kwanza bosi, hata wewe. Yaani mpaka tumekaribia kumvunja kabisa mguu na bado akaendelea tu kupambana. Alikuwa anazungumza vile bwana Jomo, japo ilikuwa ni vigumu sana kwa Danieli kuelewa kwa haraka kile ambacho alikuwa anaelezwa. Lakini kusema kweli kabisa, hata yeye aliona huyo jamaa sio bure. Ni kweli kabisa alikuwa amedhamiria kuharibu mipango yake. Lakini wiki kama 2 baadaye, Danieli akiwa nyumbani kwao njiani kuelekea Mbezi ambako alikuwa amepanga kukutana na wale wanawake 3, anapokea simu kutoka kwa Mbwiga ambaye alimpatia habari ya kushangaza kidogo. Ilikuwa ni taarifa ya kumwona Mona Lisa akiwa anatoka ofisini na kijana mmoja ambaye alikuwa amechoka na alikuwa anavuta mguu kama vile alikuwa ameumia. Na namwona bosi Mona Lisa hapa amemshika mkono na tena ameingia naye kwenye gari lake na kuondoka naye. Alikuwa anazungumza vile Mbwiga. Isingekuwa jambo la kushangaza kama tu ingekuwa ni kawaida. Lakini kile ambacho Danieli alikuwa anajua ni kwamba ukiachilia mbali ugeni wa Mona Lisa upande ule wa Kibaha, lakini pia Mona Lisa alikuwa hajawahi kabisa kuzoeana na mwanaume yote ule kiasi cha kuweza kumgusa hata bega lake. Labda angemshika tu mkono kwenye kusalimiana, na hapo ujue kwamba umepewa heshima kubwa sana. Hata yeye ambaye alikuwa ni mtu wake wa karibu kabisa, alikuwa hajawahi kabisa kushikana mkono na Mona Lisa, iwe hadharani mbele za watu ama hata gizani wakiwa wawili. Sasa leo alikuwa anajiuliza imekuwa vipi Mona Lisa kuonekana kushikana mkono na mwanamume. Na huyo mwanaume atakuwa ni nani ambaye anaweza kupata nafasi kama hiyo adimu kabisa, ambayo yeye kama mchumba wake alikuwa amekosa kwa miaka mingi. Yaani bosi, kusema kweli kabisa Mona Lisa anaonekana kwamba amefurahia sana.
anaongea na huku anacheka, utadhani yasiyo yeye kabisa. Alikuwa anazidi kuzungumza pale Mbwiga akizidi kumchanganya Danieli, ambaye ukiachilia mbali uroho wa kumpata Mona Lisa, lakini sasa wivu ulikuwa namshika vibaya mno. Yaani kaka, hapa kila mtu anasema kwamba leo ndio ameonekana mtu ambaye ndio alikuwa ni furaha ya Mona Lisa. Alikuwa anazidi kuzungumza pale kijana Mbwiga kumwelekezea Danieli, ambaye alimpeleka yeye mwenyewe na kumpatia kazi pale kwenye sheli mpya, ili kusudi awe anampatia michongo ya kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea, na hata ule mpango wa kumwibia mamake na Mona Lisa pesa shilingi milioni 40, taarifa alikuwa ametoa yeye Mbwiga. Basi sawa Mbwiga, hakuna shida. Akirudi utaniambia. Wacha nimpige mimi mwenyewe. Alikuwa anazungumza pale Danieli kabla ya kukata simu na kumpigia Mona Lisa, ambaye hakupokea kabisa simu, kitu ambacho kilikuwa kinazidi kumchanganya Danieli, ambaye alipiga simu mara kadhaa bila kuwa na mafanikio, na mwisho aliamua kwenda nyumbani kwa Mona Lisa. Msikilizaji, na hiyo ndio simulizi fupi ya Danieli Pasco Kabanzu, ambaye leo alikuwa anachukizwa na kitendo cha Mona Lisa kukataa kumkabidhi kampuni amsaidie wakati yeye alipokuwa hospitalini anaumwa. Danieli alikuwa anaamini kabisa kwamba angefanya tukio moja tu la kuweka pesa nyingi mikononi mwa majambazi kwa kutengeneza tukio la mchongo, na hapo ndipo maisha yake yangebadilika mazima. Sasa basi, wakati Danieli amekaa ndani ya gari, anatuma meseji kwenda kwa mamake kumweleza kile ambacho kilikuwa kinaendelea kuhusu Mona Lisa kukataa kumpatia kampuni aisimamie wakati yeye alipokuwa anatakiwa kupumzika kwa maelekezo ya daktari. Mara akamwona mama Mona alikuwa anatoka nje na kuingia kwenye gari bila kumjulisha. Akajua kabisa kwamba lazima huko ndani hakukuwa na maelewano. Kwa hivyo yeye akaendesha gari kumfuata mama Mona kule ambako alikuwa anaelekea. Mara baada ya kumfukuzia kwa mwendo mrefu, akampata wakati mama Mona alipokuwa anaingia barabara kuu. Danieli anasimama pembeni ya mama Mona, na hapo mama Mona akamwona Danieli. Na kitu ambacho Danieli hakujua ilikuwa ni kwa nini mama Mona alikuwa anamonyesha ishara ya kwamba atampigia simu. Hapo sasa Danieli akaona kwamba hakuwa na jingine la kufanya zaidi ya kuondoka zake tu kuelekea mjini akakutana na mama yake Sabrina, ili kusudi wakapange namna gani ya kumshawishi mama Mona amlazimishe Mona Lisa akubali kupumzika kwa wiki kadhaa, ili kusudi yeye asimamie kampuni pale Kibaha kwa Mfipa. Tukirejea tena hapa hospitalini Tumaini, tunaona sasa Aisha pamoja na Subira walikuwa naelekea kwenye chumba nambari 5 cha VIP mara baada ya kuelekezwa na nesi kwamba walikuwa naitwa, na huko njiani kila mtu alikuwa na tafakari hali ambayo walikuwa wameondoka nayo akina mama Mona pamoja na Danieli. Hata wanapofika pale ndani ya chumba nambari 5, wanawakuta Jackson, Mona Lisa pamoja na Krala walikuwa wanajiandaa kwa ajili ya kutoka. Dada Aisha, nafikiri kwamba utakuwa namkumbuka vizuri kabisa Jake. Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa mara baada ya Aisha kuingia. Ndio Mona Lisa, maana hata tulipoonana tu akanikumbuka na mimi nikamkumbuka pia. Alikuwa anazungumza pale Aisha, ambaye uso wake ulikuwa wenye tabasamu muda wote, ambalo lilikuwa linaelekea kwenye kicheko pia. Basi huyo ndio Jackson Kifaru niliyosoma naye kule Songea, na huyo ndio baba Krala mwenyewe, na sasa hapa nilipo nina ujauzito wake mwingine. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, na huko uso wake ulikuwa umejawa na furaha kubwa. Hapo sasa Aisha anaachama mdomo wake wazi kwa mshangao na mshtuko pia. Mona Lisa, ndio maana mama pamoja na Danieli wameondoka namna kama ile ama? Alikuwa anauliza pale swali Aisha kwa sauti ya ung'amuzi. Danieli bado hakuna chochote ambacho anajua, lakini mama inaonyesha wazi kabisa kwamba ameshanganyikiwa kwa taarifa hii, na jambo jingine nitakueleza baadaye pia. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa kabla hawajaanza kuondoka kuelekea nje, na wote walikuwa ni watu waliojawa na furaha katika mioyo yao. Mama yake na Mona Lisa aliendesha gari moja kwa moja mpaka Kimara Baruti, akachapusha gari na kuelekea upande wa kulia, ambako alivuka Powerline na kusogea mtaa ambao walikuwa nafuata, ambako sasa alikwenda moja kwa moja kwenye nyumba moja kubwa ambayo ilikuwa na uzio mkubwa sana pia. Mama Mona alifunguliwa geti na mlinzi na kisha kuingia ndani,
ambako alimkuta mama mmoja mtu mzima kidogo kuliko yeye alikuwa amesimama tu, na huku alikuwa anamsubiria. Karibu sana Mwaya, naona kama leo una jambo zito kidogo la kuzungumza. Alikuwa anazungumza pale huyu mama mtu mzima, akionyesha wazi kabisa kwamba alikuwa na utulivu uliokuwa na tahadhari kubwa. Kusema kweli kabisa ndugu yangu, leo kuna mambo makubwa, sio bure. Alikuwa anazungumza pale mama Mona kwa sauti ambayo ilikuwa inaelemewa na mawazo na uchovu wa kuwaza. Mambo gani tena jamani? Alikuwa anauliza pale swali huyu mama mtu mzima, na sasa walikuwa nakaa sebuleni. Hivi unamkumbuka vizuri mama Dani yule wa Masaki? Alikuwa na duka lake la nguo pale katika nyumba za Taifa NHC. Alikuwa anauliza pale swali mama Mona. Ndio, namkumbuka sana mama Danieli. Amefanya kitu gani tena jamani? Alikuwa anauliza pale swali huyo mama mtu mzima kwa sauti ambayo ilikuwa na mshtuko wa hali ya juu kiasi cha kumshangaza kabisa mama Mona mwenyewe. Na mbona umeshtuka sana mara baada ya kumtaja? Hebu zungumza kwanza kilichokuleta mama Mona. Hayo mengine tutazungumza baadaye. Alikuwa anazungumza pale huyo mama mtu mzima ambaye alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa na maisha yake mazuri kabisa. Na unamkumbuka yule kijana wake pia? Alikuwa anauliza pale swali mama Mona, na kabla hata hajaendelea kuzungumza zaidi huyu mama mtu mzima akadakia. Unamzungumzia Danieli yule kijana muhuni yule au? Alikuwa anauliza pale swali mama mtu mzima na kumwacha mama Mona mdomo wazi. Unasema ni kijana muhuni kivipi tena? Anauliza pale swali mama Mona kwa sauti ya mshangao. Dada, mbona unastuka sana kama hivyo? Ama ndio kusema kwamba alishapita na kwako tayari? Alikuwa anauliza pale swali huyo mama mtu mzima kwa sauti ya chini, na huku alikuwa anaachia tabasamu laini. Dada jamani, ndio nataka kusema kwamba mimi naweza kutembea na mtoto mdogo kama yule? Isitoshe pia mimi nina mume jamani. Alikuwa anazungumza pale mama Mona akiwa anakanusha swala hilo. Hivi inamaanisha kwamba hujui kabisa tabia za Sabrina pamoja na yule mtoto wake Dani? Sabrina huwa anamtongozea mtoto wake wanawake watu wazima, na tena huwa anachagua wale wenye pesa tu ili kusudi wajipatie pesa za kuendesha maisha yao. Alikuwa anazungumza pale huyu mama mtu mzima na kumfanya mama Mona azidi kushangaa. Hivi wewe unafikiria kwamba ni kwa nini mimi niliachana kabisa na Sabrina? Sasa hivi sina kabisa urafiki naye. Yote ni kwa ajili ya huo ujinga wake wa kutaka kunikuadia kwa huyo panya wake. Alikuwa anazidi kuzungumza pale huyo mama mtu mzima na kumfanya mama Mona apige kofi moja. Mungu wangu, hivi ni kitu gani ambacho nilikuwa nafanya mimi jamani? Alikuwa anazungumza pale mama Mona kwa sauti ya mshtuko. Ulifanya kitu gani kwani mama Mona? Ama ndo kusema kwamba ulikuwa nataka kutembea naye yule mtoto? Hapana mama yangu. Unajua siku zote nilikuwa naamini kwamba yule kijana ndio mwanaume sahihi kabisa kwa binti yangu Mona Lisa. Kiasi kwamba nilifikia hatua ya kuadia kabisa. Na hii yote ni kwa ajili ya ushawishi wa mama yake Sabrina. Alikuwa anazungumza pale mama Mona ambaye alionekana wazi kabisa kwamba alikuwa anajutia maamuzi yake. Hebu subiri kwanza mama Mona. Unataka kuniambia kwamba Mona Lisa amezaa na Danieli? Hapana dada. Ni vile tu alikuwa anataka kuchumbiana. Ni Mona Lisa ndio alikuwa analeta ugumu siku zote mpaka sasa hawajachumbiana. Alikuwa anazungumza vile mama Mona. Basi kusema kweli kabisa mshukuru sana Mungu wako dada. Hivi unajua ni kitu gani ambacho kingefuata mara baada ya hapo? Alikuwa anauliza pale swali huyo mama mtu mzima, na mama Mona akatega sikio kusikiliza ni kitu gani ambacho kingefuata. Mama mtu mzima akaendelea kuzungumza.
basi ungempoteza binti yako kama alivyokufa mzee Kabazu. Alikuwa anazungumza vile huyu mama mtu mzima, hapo ndipo sasa mama Mona aliporejesha kumbukumbu zake miaka 7-9 iliyopita, wakati ulipotokea msiba mzito wa bwana Pasco Kabazu ambaye alisemekana kwamba alikuwa amekufa kwa kulishwa sumu. Na usiku huo yule mzee alikuwa ametoka kwa Sabrina, ambako ndiko alilishwa chakula kilichokuwa na sumu, wakidhani ya kwamba walikuwa wamempatia dawa ya mapenzi kama ambavyo mganga alikuwa amewaeleza. Alikuwa anasimulia vile huyo mama mtu mzima na kuzidi kumdoanza mama Mona. Na kumbe kweli kabisa yule mtoto ndio aliyemteka mjukuu wangu Kirala. Alikuwa anazungumza vile mama Mona kwa sauti ya kwamba alikuwa ameng'amua kitu. Na ilikuwa aje tena na hiyo? Mama mtu mzima alikuwa anauliza vile swali, na mama Mona akamsimulia mwanzo mwisho juu ya kile ambacho kilikuwa kimesimuliwa na Mona Lisa kule hospitalini, na ilifuatiwa na jinsi vile ambavyo alivyonusurika kuporwa pesa milioni 40 na akasaidiwa na kijana Jackson. Lakini pia hata kutekwa kwa Clara zilikuwa zinahitajika pesa shilingi milioni 120, pesa ambazo ndio walikuwa nazo muda ule. Lakini akaja kuokolewa na kijana ambaye hakuwa anajua kabisa kwamba anamokoa mtoto wake. Alikuwa anamaliza kueleza vile mama Mona. Yani dada, kusema kweli kabisa ungemuona Daniel vile ambavyo alikuwa anang'ang'ania kuwapelekea majambazi zile pesa. Na wakati tayari mtoto alikuwa ameshapatikana yuko nyumbani. Hata sijui ni kwa nini hatukujua mapema kwamba alikuwa anahusika na hao majambazi. Alikuwa anazidi kuzungumza vile mama Mona. Na kwa vile ambavyo namjua mimi Sabrina, basi atakuwa anahusika moja kwa moja kwa 100% na hiyo mipango yote ya mwanae. Alikuwa anazungumza vile huyo mama mtu mzima. Sasa leo nilikuwa namlazimisha Mona Lisa mkabidhi Daniel kampuni ili kusudi yeye apumzike kidogo, kwa sababu ana mimba changa kabisa na yuko hospitalini. Alikuwa anazungumza vile mama Mona, na huyu mama mtu mzima akadakia. Basi kwa hakika hapa ukisema kweli kabisa ungejutia sana kosa lako katika maisha yako yote. Na kwa vile ambavyo mimi namjua Sabrina, lazima tu atanipigia simu kunisisitiza nimshawishi Mona Lisa amwachie Daniel kampuni katika wakati huu ambao Mona Lisa anatakiwa kupumzika. Alikuwa anazungumza vile mama Mona Lisa ambaye sasa ni kama vile alikuwa anafumbuliwa macho. Basi walizidi kuzungumza hili na lile kabla ya kuagana na mama Mona kuondoka zake kuelekea mjini, yani huko nyumbani kwake Masaki, na huku alikuwa katika mawazo mengi sana, akikumbuka matukio yote ya kuibiwa pesa, akikumbuka pesa ambazo mara kwa mara alikuwa anawasaidia wakina mama Danieli, na kumbe lengo lao halikuwa ni nzuri kwa mtoto wao, bali walikuwa na lengo la kupora mali zao zote. Majira ya saa 12 za jioni huko Songea, Majengo mwisho wa rami, tunamwona mwanamama Doris alikuwa amekaa kwenye kibaraza cha nyumba ambayo alikuwa amepanga pamoja na watoto wake wawili, na walikuwa wanazungumza hili na lile, na huko macho yao yalikuwa upande wa barabarani. Wakati huu kusema kweli kabisa msikilizaji, Doris ambaye ndio mdogo wake wa damu kabisa na mzee Dennis Kifaru, alikuwa anapitia kipindi cha kuyatamani maisha ya kijijini Lumecha, kwa sababu miezi 7 iliyopita serikali ilikuwa nafunga maduka ambayo yalikuwa hayalipi kodi, kwa maana kwamba yalikuwa yamefunguliwa kienyeji. Na ndio wakati ambao walilazimika kulifunga duka lao, na sasa walikuwa nauza kwa siri, na kwa baadhi ya bidhaa zilikuwa zinaharibika tu dukani na kusababisha hasara kubwa sana, na kuacha hawana kitu kabisa, na sasa kufanya waanze kuishi kwa kuungaunga tu, wakitamani kama wangekuwa kijijini Lumecha na walikuwa nalima mashamba na sehemu ya kufikia pia, basi wangeelekea huko kijijini. Lakini sasa nyumba walikuwa wameuza, mashamba yote huko kijijini walikuwa wameuza. Wangekwenda kufanya kitu gani huko Lumecha wakati hakuna chochote ambacho kilikuwa kimebaki? Kwa sasa waliendelea tu kupambana na maisha yao magumu huko mjini. Kubwa na baya zaidi ilikuwa ni hatua ya kumkumbuka kaka yake Dennis Kifaru, ambaye wakati alipokuwa kazini miaka michache iliyopita alikuwa anahakikisha hawapati shida ndogo ndogo, kwa sababu hata hii nyumba ambayo alikuwa anaishi yeye ndio alikuwa amewapangishia, ikiwa ni pamoja na kuwalipia kodi ya mwaka mzima
na huku alikuwa anawafungulia na hii biashara ya duka pia ambayo leo hii ilikuwa imeshaondoka zake. Wakati Doris Kifaru akiwaza hili na lile, ndipo sasa alipokatiza mama mmoja jirani yao maarufu kama Mama Semeni. "Habari za jioni jirani." Alikuwa anasalimia vile Mama Semeni na huku alikuwa anasimama. "Salama kabisa jirani, habari za huko ambako natoka?" Doris alikuwa anajibu vile, ambaye alikuwa ni wifi wa mama yake na Jackson, ambaye tunaweza kusema kwamba ni dada wa damu kabisa na mzee Dennis Kifaru ama shangazi yake na Jackson. Huko nakotoka kusema kweli kabisa hata sijui nisemaje. Lakini ni kwa nini huko niambia jamani kwamba wifi yako amerudi tena hapa mjini? Alikuwa anazungumza vile Mama Semeni kwa namna ya kulaumu hivi. Ndio unataka kusema kwamba omba kaja tena mjini? Na tena afadhali kabisa umenijulisha Mama Semeni. Alikuwa anazungumza vile Doris na huku alikuwa anatazama kushoto na kulia na kisha anatazama mbele kama vile alikuwa anamtazama wifi yake kama alikuwa anakuja. Mama Joyce, inamaanisha kwamba kuna habari zozote kuhusu kaka yako mzee Kifaru? Alikuwa anauliza vile swali Mama Semeni, ambaye alikuwa anashangazwa na maneno ya Doris vile ambavyo alikuwa anamtoka, akimaanisha kwamba alikuwa hawataki kabisa hao ndugu zake. Vipi, kwani amefariki ama? Kwa sababu hata sijui kwa sasa wanaishi kijiji gani maskini. Alikuwa anauliza vile swali Doris, akionyesha wazi kabisa kwamba hakuna chochote ambacho alikuwa anajali. Basi kwa hakika kabisa ni kweli hakuna chochote ambacho anajua Mama Joy. Basi wacha nikwambie kitu. Kaka yako anaishi hapa mjini katika nyumba ile ile ya Mfaranyake kule, lakini nasikia sasa hivi ukiona huwezi kabisa hata kuikumbuka kama ndo ile nyumba ambayo alikuwa anaishi mwanzo. Alikuwa anazungumza vile Mama Semeni, na hapo sasa Doris akaacha mdomo kwa mshangao. Basi hao itakuwa wanaichezea serikali tu. Inamaanisha kweli kabisa wameshindwa kufanya vibarua huko kijijini na kuamua kuja kukaa kwenye lile gofu. Alikuwa anazungumza vile Doris kwa namna ya dharau na sanifu hivi. Mama Joy, hivi kweli kabisa unaelewa kile ambacho mimi nazungumza hapa? Ile nyumba nasikia kwamba yote imekarabatiwa na sasa hivi ni bonge moja la nyumba. Ile nyumba kama ile hapa mjini zinahesabika tu, ni nzuri sana. Alikuwa anazungumza vile Mama Semeni, na sasa alifanikiwa kumtuliza Doris ambaye alitoa macho kwa mshangao. Mama Semeni akaendelea kuzungumza. Alafu sasa hata ukikutana nao pia utashangaa. Kwa sababu amependeza mno. Yaani sio yule mzee Kifaru wa kule halmashauri. Sasa amekuwa ni bosi kweli kweli. Nimewaona wanashuka kwenye kidaladala chao. Alikuwa anazungumza vile Mama Semeni. Hapo sasa Doris alistuka kama alikuwa amepokea taarifa za msiba, kwa sababu aliganda kwa sekunde chache na huku alikuwa anamtazama tu Mama Semeni. Unadhani Mama Joyce hata mimi niliamini mapema? Sikuamini kabisa leo kama ni wao. Yaani wananunua mavitu dukani kama matajiri wengine tu. Alikuwa anazidi kuzungumza vile Mama Semeni. Lakini Mama Semeni, una uhakika kweli na hiki ambacho unazungumza? Alikuwa anauliza vile swali Doris kwa sauti ya kutoamini, na huko binti yake mdogo wa miaka 4 alikuwa anamtazama. Kwa sasa Mama Joy, unamaanisha kwamba wewe huwasiliani kabisa na kaka yako ama hata wifi yako? Maana inaonyesha kabisa kwamba hakuna chochote ambacho unajua kuhusu hao ndugu zako. Alikuwa anauliza vile swali Mama Semeni, ambaye alikuwa anajua vizuri kabisa namna Doris pamoja na Christina walivyomtenga kaka yao Dennis Kifaru wakati ambao alikuwa amepoteza kila kitu, na huku akishindwa kabisa kuwasaidia hata watoto wa kaka yake wakati wifi yake alipokuwa hospitalini anaugua. Kwa sasa pesa zote hizo atakuwa ametoa wapi jamani? Alikuwa anauliza vile swali Doris, na huku alikuwa anaingia ndani akimuacha Mama Semeni. Alikuwa anaondoka zake akishika kimoyomoyo, na huko ndani Doris hakai hata dakika 2, anatoka na kanga 2
moja anajifunga kiunoni na nyingine alikuwa anaweka begani, na anampatia binti yake kanda mbili na yeye anavaza kwake. Tondoke, anazungumza vile Doris, na huku anamshika mkono mtoto wake Joyce, na safari inaanza kuelekea majengo shuleni. Na ni lazima tu hizi taarifa nikampatia mama Jeni. Alikuwa anazungumza vile Doris, ambaye alikuwa anatamani kama angekuwa na simu kabla hajaiuza kutokana na hali ngumu, basi angempigia dada yake Christina kuliko kufunga safari ya kuelekea kwake kwa ajili ya kumpasha habari. Majira ya saa 1 kasoro za usiku, Jackson Kifaru pamoja na Mona Lisa, bila kumsahau mtoto Clara, walikuwa nyumbani kwa Jackson, yani Kibamba Mlogazira, wakizungumza na kucheka kwa pamoja. Na huku Clara alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa na furaha muda wote kuliko hawa wote wengine. Eti mama, Anko Jack nimuite baba au nimuite anko? Alikuwa anauliza pale swali mtoto Clara, ambaye kusema kweli kabisa msikilizaji, hakuwa anabanduka kabisa miguuni kwa Jackson. We Clara bwana, huyu nimeshakwambia kwamba ni baba yako, shauri yako. Mdogo wako akija atakuwa anamuita baba, alafu atakuwa ni baba yake peke yake. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, ambaye sasa alikuwa vizuri kabisa. Usingesema kama alikuwa ni yule ambaye alikuwa amepoteza fahamu mchana wa siku ya leo. Basi na mimi namuita baba, mama. Alikuwa anazungumza pale Clara, ambaye hata hakumfurahia Mwana Cecily kama ambavyo alikuwa anamfurahia Jackson. Wote wanacheka kwa pamoja, huku Clara alikuwa anaanza kutoa maagizo yake sasa. Sasa baba ndio atakuwa ananipeleka shule mama, na wale majambazi wakiniiba atawapiga tena. Alikuwa anazungumza vile mtoto Clara na kuwafanya tena wazazi wake wacheke. Walikuwa anazungumza na kufurahia sana mpaka mida ya saa 2 kasoro walipoanza safari ya kuelekea nyumbani kwa Mona Lisa, ambako leo walipanga Mona Lisa alale kule naye Jackson atalala huku. Ratiba yao ya kupeana dudu ingeendelea kesho. Lakini pia mida hii ya saa 1 za jioni, mama Danieli alikuwa nyumbani kwake huko Masaki, na alikuwa amevalia t-shirt pamoja na kijichupi tu, amekaa sebuleni anapata pombe kali kama tu ambavyo ilikuwa kawaida yake. Lakini leo hakuwa peke yake, alikuwa pamoja na kijana mdogo wa umri wa miaka kama 22 hivi, ambaye alikuwa amevalia kibukta bila shati, ambaye pia alikuwa anakunywa pombe na huku alikuwa anasaidiana kuvuta sigara. Wakati huu msikilizaji, ndio wakati ambao mama Danieli alipokea simu kutokea kwa mtoto wake Danieli. Niambie Dani, toka jana naona huonekani kabisa kijana wangu. Alikuwa anazungumza vile mama Danieli, ama kwa jina lake Sabrina. Mama uko nyumbani ama? Ndio niko nyumbani pamoja na baba yako hapa. Alikuwa anazungumza vile mama Dani, na huku alikuwa anasogeza mkono wake mbele ya bukta ya kijana huyu mdogo, na alikuwa anachezea dudu ambayo ilikuwa ndani ya bukta. Alikuwa anasema kwamba eti yuko nyumbani pamoja na babake na Dani, bila kujua kwamba hata umri wa Danieli pamoja na huyu kijana ulikuwa ni sawa tu. Kuna jambo nilikuwa nataka kuja tuzungumze mama, lakini wacha nikueleze tu kwenye simu. Alikuwa anazungumza vile Danieli. Ni jambo gani tena Dani? Au ni kuhusu Mona Lisa tena? Ndio mama, ni kuhusu Mona Lisa. Unajua leo mchana alipoteza fahamu ghafla tu kwa ajili ya uchovu. Alianza kuzungumza vile Danieli. Aliendelea kumsimulia tu mamake kila kitu ambacho kilikuwa kimetokea. Alieleza mpaka ushauri wa daktari kwamba Mona Lisa anatakiwa kupata muda mwingi kwa ajili ya kupumzika. Na hapo ndipo sasa mamake akasema kwamba nipewa kampuni kwa ajili ya kuisimamia. Lakini Mona Lisa akasema kwamba mpaka tukae tuzungumze kwanza. Alikuwa anamaliza kuzungumza vile Danieli. Yaani kusema kweli kabisa mama Mona anamwendekeza sana binti yake. Kila kitu anamsikiliza yeye tu, kila kitu anamsikiliza tu. Hapo ilikuwa ni kutoa amri moja tu na mtoto anatakiwa kutekeleza basi. Alikuwa anazungumza vile mama Dani kwa sauti ya hasira iliyochanganyikana na kilevi. Na ndio maana nikaona kwamba nikupigie simu mama, wewe kubwa la maadui.
ili kusudi umlainishe azungumze na Mona Lisa aniachie kampuni tufanye yetu mapema kabisa na kisha tupige mzigo. Alikuwa anazungumza vile Daniel Kabazu ambaye pia ni kama vile alikuwa kwenye kelele za baa. Basi hilo niachie mimi mwanangu, sawa? Ni lazima tu kieleweke. Si unanijua tena mimi nikiwa nataka jambo langu lazima litimie. Alikuwa anazungumza vile mama Danieli na kisha alikata simu na kumpigia mama Mona pale pale. Lakini pia tukirejea huku Songea katika mtaa wa Majengo shuleni, ndio kwanza bwana Kichenje alikuwa anaingia nyumbani kwake, kichwa alikuwa ameinamisha chini kiasi cha mke wake kushangaa. Vipi tena baba Jeni? Mbona hivyo? Kuna jipya tena ama? Alikuwa anauliza pale swali Christina ama mama Jeni, na huku alikuwa anamtazama mume wake kwa macho ya tahadhari na hofu. Kwa sababu kusema kweli kabisa, toka msako wa maduka yasiyolipa kodi ulipoanza umesababisha duka lao life, na umekuwa wanaishi kwa kuungaunga tu kila siku, kiasi kwamba kila wakati walikuwa wanapata jambo ambalo lingewatia matatani kutoka kwa watu ambao walikuwa na wadai pesa, kuanzia mwenye nyumba pamoja na watu wengine wengi ambao walikuwa na wakopa mara kwa mara. Kusema ukweli kabisa, sijui leo ni furahie ama nilie. Alikuwa anazungumza pale Kichenje ama baba Jeni kwa sauti ya chini iliyokuwa na masikitiko. Kivipi tena baba Jeni? Hebu fafanua kwanza, mbona unanitisha mwenzio? Alikuwa anazungumza pale Christina, na huku alikuwa anakaa vizuri karibu na mumewe ili kusudi apate kumsikia kile ambacho alikuwa anataka kuzungumza. Hivi una taarifa zozote kuhusu kakako mzee Dennis Kifaru? Alikuwa anauliza pale swali Kichenje, na huku alikuwa anamtazama mke wake usoni. Baba Jeni jamani, tokea lini mimi nikiwa na habari zao hao watu? Hata huku wanakoishi sasa sipajui kabisa. Vipi sasa nitakuwa na habari zao? Alikuwa anazungumza pale Christina ambaye hakuishia hapo. Alitulia kidogo na kisha kuendelea kuzungumza. Kwani vipi, wamekufa ama? Alikuwa anauliza pale swali Christina kama vile alikuwa anauliza jambo la kawaida, ama huyu ambaye alikuwa anamuulizia sio kaka yake wa damu. Sasa si afadhali kabisa kama angekuwa amekufa. Tungejua tu tunalia msibani na msiba unaisha basi. Mwenzako ameinunua tena ile nyumba yenu ya kule kijijini. Alikuwa anazungumza pale Kichenje, na huku alikuwa anaachia kicheko cha machungu. Christina anastuka kwa nguvu, ni kama vile alikuwa amepata taarifa ya msiba. Si tuliambiwa kwamba imenunuliwa na tajiri mmoja kutoka Dar es Salaam, na anataka kununua mazao kule kijijini, kwa hivyo anaitaka ile nyumba kwa ajili ya kuweka hayo mazao yake. Alikuwa anazungumza vile mama Jeni kwa sauti ambayo ilikuwa inaambatana na mshangao mkubwa sana sambamba na mshtuko pia. Sasa huyo tajiri mwenyewe basi ndio yeye, mzee Kifaru. Alikuwa anazungumza vile Kichenje kama vile alikuwa hajapenda kabisa swala lile. Baba Jeni, kwani wewe amekueleza nani? Alikuwa anauliza vile swali mama Jeni ambaye anaonyesha kutokuamini kabisa juu ya taarifa ile. Nimepigiwa simu leo. Unaambiwa alijaza kijiji kizima pale nyumbani kwake. Alienda yeye pamoja na mke wake na wakina Timoni. Walikwenda na gari lao pamoja na dereva wao pia. Wamevalia vizuri kabisa na wamependeza hatari. Unajua kwa sasa ni matajiri kweli wale. Alikuwa anazungumza pale Kichenje ambaye ni kama vile alikuwa anasimulia habari mbaya. Sasa ni kwa nini wanunue ile nyumba tena kule kijijini badala ya kujenga mjini? Alikuwa anauliza pale swali Christina ambaye bado alikuwa na mashaka juu ya taarifa hizo kwamba zilikuwa ni za kweli ama ni za uongo. Sidhani kabisa kama hawana nyumba hapa mjini. Kwa sababu alikuwa anazungumza pale Kichenje ambaye kabla hata hajamaliza kuzungumza kauli yake, walisikia mlango alikuwa anagongwa. Nani? Ni mimi hapa mama Joy jamani. Hodi. Ilikuwa anajibu vile sauti kutoka nje. Kichenje pamoja na mke wake wanatazamana kwa macho ya mashaka,
Ni kama vile walikuwa nauliza na huyu naye alikuwa amefuata kitu gani, kwa sababu kwa siku za hivi karibuni wamekuwa wakiogopa na hata wao wenyewe kutokana na kuomba na vitu muda wote. Ingia tu, mlango uko wazi, alikuwa anazungumza vile Christina, na hapo sasa mlango ulifunguliwa. Doris na binti yake Joyce walikuwa wanaingia, na huku walikuwa wamechafuka miguuni kwa vumbi, kwa sababu wakati huo lami ilikuwa katika mtaa mmoja tu kwa hapa majengo. Vipi tena mida hii jamani ya usiku? Na umeshindwa hata kunipigia simu kweli kabisa Doris? Alikuwa anauliza pale swali Christina mara baada ya kusalimiana. Kumbuka kwamba Christina pamoja na Doris, msikilizaji, walikuwa ni mtu na mdogo wake, na wote kaka yao alikuwa ni mzee Dennis Kifaru, mama mmoja na baba mmoja. Simu yangu haina salio mwenzako. Alafu kuna jambo nimeona kabisa kwamba siwezi kabisa kulala nalo. Nikaona nije tu kukupasha habari, hakuna namna. Alikuwa anazungumza pale Doris, ambaye alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa na jambo lake la kuzungumza. Jambo gani tena hilo mwenzangu? Maana hapa na mimi naweza kusema kwamba niko na jambo langu pia. Alikuwa anazungumza pale tena kwa shauku. Basi anza kwanza la kwako, kwa sababu kusema kweli kabisa jambo langu mimi ni zito haswa. Alikuwa anazungumza pale Doris ama mama Joyce, na hapo sasa dada yake Christina akaanza kumsimulia kama ambavyo alikuwa amesimuliwa na Kichenje, jinsi kaka yao Dennis Kifaru alivyokishangaza kijiji cha Lumesha. Habari hizi kusema kweli kabisa zilikuwa zinazidi kumshangaza Doris Kifaru, ambaye naye alithibitisha kile ambacho alikuwa amekisikia. Basi hizi habari zitakuwa ni za kweli kabisa jamani, kwa sababu mama Semeni amewakuta mjini wanafanya mashopping ya nguvu kabisa, na tena nasikia ameikomboa nyumba yake kutokea benki, na sasa ameikarabati imekuwa ni bonge moja la jumba. Alikuwa anazungumza pale Doris akisimulia kwa shauku. Lakini sasa pesa zote atakuwa amepata wapi jamani? Alikuwa anauliza pale swali bwana Kichenje, ambaye muda wote alikuwa anawasikiliza tu. Ama ndo kusema kwamba alifisha zile pesa za Kinua Mgongo na akasingizia kwamba ameibiwa ili sisi tusiende kumwomba. Alikuwa anazungumza pale Doris, na huku alikuwa anamtazama dada yake. Azifishe wapi zile wakati ziliibiwa? Alikuwa anazungumza pale Kichenje kwa sauti ambayo ilikuwa na uhakika wa 100% na kile ambacho alikuwa anazungumza. Sasa kama ni hivyo, pesa zote hizi ambazo anafanya mambo haya amezipata wapi? Alikuwa anauliza pale tena swali Christina, na kisha kinapita kimya kirefu kama vile kila mtu alikuwa anatafakari jambo lile. Japo kulikuwa na utofauti kati ya kina Christina pamoja na Doris na bwana Kichenje pia, kwa sababu wakati Christina pamoja na Doris wanajiuliza tu kaka yao pesa zote alikuwa anapata wapi, ambaye kusema kweli kabisa alikuwa amezama kwenye bahari ya umaskini, wanashangaa alikuwa naibuka na utajiri mkubwa sana ghafla tu, na walikuwa natamani kuwaza kwamba pengine baba yao alimwachia utajiri kaka yao Dennis, na kwamba hata wao walikuwa na haki na huo utajiri. Lakini sasa wanapingana kabisa na mawazo yao, kwa sababu Dennis ndio mtu pekee aliyewahi kuwa na uwezo angalau kwenye familia yao, na yeye ndiye ambaye aliwajengia hata nyumba kule kijijini, ambayo baadaye wao walipigania kwamba iuzwe ili kusudi wagawane pesa. Sasa inawezekana vipi baba yao maskini amwachie utajiri kaka yao? Lakini na wenyewe pia wanakumbuka kwamba Jackson alikuwepo hapa mjini Songea kabla hajatoweka, na kwa Kichenje yeye alikuwa na wazi juu ya wapi ambako zimetoka pesa za bwana Kifaru, na wakati alikuwa na uhakika wa 100% kwamba hata kile Kinua Mgongo chake chote kilikuwa kimeibiwa na yule taperi, ambaye mara baada ya kuziba akatoweka na asimpatia hata shilingi 100, licha kwamba yeye ndio alikuwa ametoa ule mchongo. Lakini sasa Kichenje anakumbuka jinsi ambavyo alimtenda mzee Kifaru, akimfanya kama sio mtu ambaye alikuwa anamjua. Lakini pia Kichenje anakumbuka kwamba Jackson Kifaru, ambaye hajamwona muda mrefu, alishawahi kusimama mbele yake na kumwambia kwamba alichokifanya atakuja kukilipia. Jackson yuko wapi?
Wote watatu walikuwa nauliza vile swali kwa mara moja na kubaki walikuwa nakosa kabisa majibu na kutazamana. Ni kama vile walikuwa wamesikia sauti ya kutisha kutoka nje ya nyumba. Lakini sidhani kabisa jamani. Ana kitu gani cha kufanya mpaka awe na pesa zote hizi? Labda kama atakuwa jambazi. Alikuwa anazungumza vile Christina na wenzake wote waliunga mkono. Wanaendelea tu kuzungumza hili na lile kama watu ambao walikuwa wanazungumzia habari mbaya kabla ya kuagana na Doris kuondoka zake akiwa na binti yake Joyce na kurejea nyumbani ambako hakujua kabisa anakwenda kupika nini, kwa sababu kusema kweli kabisa hali ilikuwa ni mbaya mno. Tukirejea tena huku upande wa pili wa Dar es Salaam Tanzania, Mama Mona alikuwa yuko nyumbani na alikuwa anatazama taarifa ya habari kwenye TV, lakini akili yake yote haikuwa pale kabisa. Alikuwa anawaza kuhusu kile ambacho kilikuwa kinaendelea katika maisha yake binafsi pamoja na binti yake Mona Lisa. Hivi baba Mona atanielewa kweli mimi? Ni kwa nini muda wote nilikuwa ni mjinga sana kiasi kama hiki jamani? Alikuwa anajiuliza pale tu maswali Mama Mona ambaye sasa anaunganisha matukio na kuona kila kitu ambacho kilikuwa kimesemwa kuhusu Daniel Kabanzu pamoja na mama yake. Vyote vilikuwa ni kweli. Wakati Mama Mona anazidi kuanza tu, mara akasikia simu yake ilikuwa inaita. Akachukua na kisha kuitazama, akaona kwamba mpigaji alikuwa ni Sabrina, yani mama yake na Danieli. Akaitazama kwa sekunde chache na huku alikuwa anajiuliza kama apokee ama asipokee, na mwisho akaamua kuipokea simu hiyo. Hello mama Dani, habari za muda huu tena? Alikuwa anasalimia vile Mama Mona akijitahidi kuchangamka kwa sababu haikutakiwa kabisa kujulikana kwamba walikuwa wameshashtuka. Habari naweza kusema kwamba ni mbaya tu ndugu yangu. Unajua siamini kabisa kama eti mkamwana wangu anaumwa na unashindwa kabisa kunijulisha mimi ambaye ni mkamwana wake. Alikuwa anazungumza vile Mama Dani upande wa pili wa simu kwa sauti ya kulalamika hivi. Mama Mona alikuwa anatamani kuachia tusi la nguoni kabisa kumwelekezea Sabrina, lakini anashindwa kutokana na makubaliano yake na Mona Lisa kwamba wafanye kwanza siri ili kusudi wake na Daniel wasipate kujua kwamba walikuwa wamewastukia. Nisamehe tu dada yangu, naweza kusema kwamba nilikuwa nimetingwa, lakini naamini kabisa kwamba Dani alikujulisha. Alikuwa anazungumza vile Mama Mona kwa sauti ya taratibu akijitahidi kujikaza asionyeshe chuki wala hasira yoyote ile. Amesema kwamba ni mgonjwa sana, lakini kwa sasa anaendelea vizuri. Na tatizo anasema kwamba lilikuwa ni uchovu tu. Alikuwa anazidi kuzungumza vile Mama Danieli. Na wala hujakosea kabisa Sabrina. Na tena hata hivi ambavyo tunazungumza tayari amesharuhusiwa kutoka hospitalini. Alikuwa anazungumza vile Mama Mona ambaye alikuwa anatamani mazungumzo yaishi mara moja na akate simu, kwa sababu alikuwa ameshaanza kuona kwamba hawa watu walikuwa sio watu wazuri kabisa katika familia yake. Na unajua Mama Mona nimemsema sana Danieli mpaka amejuta kabisa kunipigia simu. Anaweza vipi kumwacha mtoto wake anafanya kazi bila kupumzika? Inabidi yeye ndio amsaidie mwenzake kuendesha kampuni wakati huu ambao yeye anaumwa. Alikuwa anazungumza vile Mama Dani kama mtu ambaye hakuwa amependezwa kabisa na jambo lile. Mama Mona anatikisa kichwa kwa masikitiko, akaamua kumchota akili mama mwenzie. Na ni kweli kabisa Mama Dani, kwa sababu hata kampuni kwa sasa imekuwa ni kubwa sana. Ina kazi nyingi sana na wanafungua matawi mikoani, kwa hivyo ni wazi kabisa kwamba Mona Lisa anachoka sana. Alikuwa anazungumza vile Mama Mona ambaye sasa badala ya kukasirika na tabasamu. Na eti Dani anajitetea kwamba Mona Lisa ndio hataki eti amsaidie. Nikasema kwamba hapana, Mama Mona hawezi kabisa kuliruhusu hilo. Wakati muda wote kuanzia sasa mnakuwa mke na mume. Alikuwa anazungumza vile Mama Dani, na hapo sasa Mama Mona akasogeza simu pembeni na kucheka kimya kimya tu. Watoto hawa jamani, utawaweza wewe? Alikuwa anazungumza vile Mama Mona kiufupi tu kwa sababu hakuwa na chochote cha kuongeza.
Lakini sasa Mama Mona, kama hatutokuwa wakali, hili jambo naona kabisa kwamba linaweza kutushinda. Mimi nakushauri kwamba tufanye jambo. Unajua Daniel kama atakuwa karibu pale ofisini na anasimamia kila kitu, itasaidia sana Mona Lisa kumzoea na kukubali kabisa watangaze ndoa. Alikuwa anazungumza vile Mama Daniel kutokea huko upande wa pili wa simu, ambaye kusema kweli kabisa bado hakuwa amejua kwamba tayari mwenzake alishajua kwamba atazungumza maneno kama hayo. Lakini sasa Mama Dani, unajua kwamba swala la hii kampuni ni swala la Baba Mona. Maamuzi yote ni ya Mona Lisa, ambaye naye anapenda kuomba ushauri kwa baba yake pia. Alikuwa anazungumza vile Mama Mona akiwa anajaribu kuweka ngumu juu ya hilo. Mama Mona, nawe sasa jamani, unashindwa kitu gani sasa nawe kumshawishi mumeo? Mpigie basi simu kabla Mona hajampigia. Mwambie wazo lako ni hili. Tafuta maneno ambayo utamfanya akubali, sawa? Alikuwa anazungumza vile Mama Dani, napo sasa Mama Mona akatikisa kichwa kwa masikitiko. Na hapo kusema kweli kabisa Mama Dani, umenipatia wazo zuri. Nitazungumza na Baba Mona. Alikuwa anazungumza vile Mama Mona, waliagana na kisha alikata simu. Hivi ndo kusema kweli kabisa mimi ndio nilikuwa ni mjinga kiasi kama hiki jamani? Hata huyu Bumbumbu alikuwa ananiona muda wote kwamba nilikuwa ni mjinga kiasi kama hiki. Eti kwamba ni mwingizi jambazi wake katika maisha ya mwanangu mimi, ili kusudi wapate kumwibia kila kitu. Alikuwa anajisemea vile tu Mama Mona, ambaye bado hakuwa anajua kabisa ataanzia wapi kumweleza babake na Mona Lisa kuhusu hiki ambacho alikuwa amekigundua. Siku ya pili ilikuwa ni siku ya Jumapili, ikiwa ndio siku ya kwanza kabisa kwa Mona Lisa kuamka peke yake bila Jackson toka walipokutana kwa mara ya kwanza miezi michache iliyopita. Mona Lisa aliamka kwa madai ya nguvu kutoka kwa mtoto wake Clara, ambaye alikuwa anasema kwamba alikuwa anataka kwenda kwa baba yake. Kusema kweli kabisa sio Clara tu ndio alikuwa anataka kwenda kwa baba yake. Hata Mona Lisa alikuwa ameshakimisi kitanda cha Jackson. Kuvua wakusubiri sana. Wakawasiliana wakutana Kibamba Chama, wakaanza safari ya kuelekea Kibaha maili moja ili kusudi wakapumzike katika hoteli ya Panama, sehemu ambayo walikuwa wamepanga kupumzika jana kabla Mona Lisa hajapoteza fahamu na kupeleka hospitalini. Lakini leo walikuwa wenyewe tu watatu. Siku ile walizungumza mambo mengi sana na walipanga mipango mingi sana pia, na huku walikuwa na shauriana kwamba wamshirikishe baba yao Mona Lisa kuhusu Daniel pamoja na wenzake waweze kuwatia hatiani. Na Mona Lisa hakusubiria sana, akamweleza baba yake juu ya mashaka yake kwa Daniel Kabanzu. Na mzee Edison anasema kwamba juma lijalo angefika Dar es Salaam kwa ajili ya kuzungumzia swala hilo. Lakini walikubaliana kwamba wasimweleze Mama Mona kwa sababu ni kama vile walikuwa hawajamwamini kama alikuwa ameamini kile ambacho alikuwa amemweleza. Lakini pia walikubaliana kwamba wasionyeshe dalili yoyote kwa Daniel Kabanzu asije kustukia mpango wao na kujikuta alikuwa anakimbia. Huko Songea sasa haikuwa ni rahisi kabisa kwa Doris pamoja na Christina kukubaliana na ukweli wa kwamba kaka yao Dennis Kifaru alikuwa amerejea tena mjini Songea, na tena alikuwa amekuja kwa nguvu kubwa zaidi ya ile ya mwanzo ambayo iliwatoa wao kule kijijini. Kwa sasa siku ya pili walipitiana na kwenda kwa mguu mpaka Mfaranyaki, wakitazama nyumba ya kaka yao ambayo sasa ilikuwa inapendeza kweli kweli katika muonekano wa kisasa, huku gari lilikuwa limesimama nje ya nyumba ile pia. Wawili hawa hawakuamini kabisa kwamba kweli kabisa kaka yao alikuwa anamiliki ile nyumba. Kwa hivyo walitulia tu kwa muda mrefu wakisubiri ajapo wamuone mmoja wao. Na ilivyokuwa bahati ni kwamba waliwaona watoto Timothy pamoja na Simon walikuwa natoka nje ya nyumba na kuanza kucheza karibia na gari lao. Hivi wale ni wakina Simon kweli? Alikuwa anauliza pale swali Christina, ambaye alikuwa analazimisha macho yake asiamini kile ambacho alikuwa anakiona. Hapana bwana, hawawezi kabisa kuwa wale. Toka lini sasa jamani wale wakina Timothy wachafu kabisa wako? Kwani hata walimaliza kuzungumza kile ambacho alikuwa anazungumza, walimwona kaka yao mzee Dennis Kifaru alikuwa kwenye nyumba ile ya kisasa kabisa ambayo haikuwa inalingana kabisa na nyumba yoyote katika mtaa huu.
Wanamwona alikuwa anasogea mpaka kwenye gari, anafungwa na kisha kukaa kwenye siti ya dereva, na huku watoto wake wakina Timothy pamoja na Simon waliingia katika upande wa abiria. Kaka yao anawasha gari na kuendesha kidogo umbali wa mita kama 100 upande wa pili, na kisha anarejesha tena gari pale pale na kulizima. Hapa ni lazima tuko na kitu ambacho kaka alituficha sisi. Alikuwa anazungumza pale Doris wakati wanaondoka. Alikuwa anaamini kabisa kwamba kaka yao mzee Kifaru alikuwa na pesa ambazo alikuwa amezibana, na huku alikuwa anasingizia kwamba alikuwa ameibiwa ili kusudi asiwasaidie wao, na sasa ndio anatumia hizo pesa zake kwa ajili ya kufanya mambo kama haya. Huku Dar es Salaam tena, Mona Lisa pamoja na Jackson jioni ya siku ile walimpeleka Clara nyumbani kwa Mona Lisa na kisha kwao wakaenda kulala nyumbani kwa Jackson. Japo haikuwa ni kazi ndogo kabisa kwa Clara kukubali kubaki kule nyumbani kwa Mona Lisa bila ushawishi na ubembelezaji. Basi kwa hakika kabisa nyumbani hapa leo angelala dada wa kazi Subira peke yake, na wasingeweza kabisa kulala na Clara kule nyumbani kwa Jackson kwa sababu alikuwa anataka kupeana dudu usiku. Kwa hivyo mtoto Clara angekuwa ni kikwazo kwa shughuli hiyo. Na mida hii ya saa 1 za usiku ndio mida ambayo Mona Lisa alikuwa anakumbuka kwamba Daniel Kabazu hakumjulia hali kabisa. Bahati nzuri kwake ilikuwa ni jambo la kufurahisha, kwa sababu kusema kweli kabisa kitu ambacho Mona Lisa hakuwa anaweza ni kuwa karibu na kijana Daniel Kabazu, hasa katika wakati kama huu ambao ameshakutana na Jackson Kifaru, na hivi ameshagundua kwamba Daniel alikuwa ndio jambazi aliyokuwa anawasumbua. Ndio hata ule upendo 100% ambao alikuwa nao umekwisha kabisa. Tukirejea tena huko Songea, mida hiyo ya saa 1 za jioni ndio mchezo kamili unaanza. Kwanza kabisa mzee Kifaru alikuwa amejilaza kwenye kochi kubwa la kisasa. Mke wake alikuwa pembeni yake amekaa kwenye kochi dogo. Timothy pamoja na Simon walikuwa wamekaa kwenye kochi kubwa la watu wawili, na wote macho alikuwa kwenye TV. Walikuwa wanatazama filamu ya kizungu iliyokuwa na maudhui ya mapigano. Ndipo sasa waliposikia hodi. Kusema ukweli kabisa walikuwa hawajawahi kabisa kutegemea mgeni, hasa katika maisha ya kutengwa na kila mtu yale ambayo walikuwa wamepitia miaka ya hivi karibuni. Wote wanatazama na kama vile walikuwa nauliza na huyo mtu aliyekuwa anagonga ni nani. Na hapo sasa mzee Kifaru ananyanyuka na kisha kuanza kusogelea mlango. Karibu. Alikuwa anaitikia vile mzee Kifaru, na huku alikuwa anafungua mlango. Asante sana mzee Kifaru, na ilibakia kidogo tu nipotee. Mtoto wake pamoja na mke wake wanamtazama mgeni ambaye alikuwa ni mwanaume kijana mwenye umri kama wa miaka 30, na alikuwa amebeba begi dogo la mgongoni, ambaye alikuwa anapiga hatua kuingia ndani akipenya pembeni ya mzee Kifaru ambaye alikuwa anamtazama kwa mshangao. Na sio kwamba walikuwa hawamjui kabisa huyo mgeni alikuwa ni nani. Walikuwa wanamjua vizuri kabisa kwamba alikuwa ni Hassan Kichenje, mdogo wa 4 wa Bwana Salum Kichenje, yani mume wa mdogo wake Christina. Lakini sasa alikuwa anajiuliza tu maswali kwamba imekuwa vipi leo siku ya pili tu mara baada ya kutoka kule kijijini na kuja hapa mjini, na yanakuja hapa nyumbani. Shikamoni jamani. Alikuwa anasimulia vile Hassan Kichenje, na huku alikuwa anakaa kwenye kochi ambalo alikuwa ametoka kuinuka Bwana Kifaru wakati anakwenda kufungua mlango. Marhaba, habari za nyumbani. Aliyeitikia salamu hiyo alikuwa ni mama yake na Jackson. Huku anaweza kusema kwamba ni salama kabisa jamani. Niliwakosa kidogo sana. Niliamkia na mabengo kule. Vinginevyo tungekuja wote hapa. Nasikia mlienda na gari lenu kule. Alikuwa anazungumza vile Kichenje ambaye hapa alishakuja mara nyingi sana. Kulikuwa na kitu gani huko na mabengo? Alikuwa anauliza vile swali mzee Kifaru, na huku alikuwa anakaa kwenye kochi jingine. Nilikwenda kwa ajili ya kuangalia kibarua pale kanisani. Lakini sasa niliposikia kwamba mmekuja, nikasema kwamba wacha nije kuwasalimia angalau wiki moja. Najua kwamba nitakuwa nimepumzika kidogo jamani. Alikuwa anazungumza vile Hassan Kichenje ambaye kwake jambo hilo ilikuwa ni kama kawaida, kwa sababu hata hapa alishawahi kukaa mara nyingi sana kwa mtindo kama huu. Anajifanya anakuja tu kusalimia mara moja, mwisho wa siku anakaa wiki moja nzima hata wiki 2.
Timothy, umekuwa ni mkubwa sana sasa Hebu chukua begi langu kwanza, peleka chumbani Alikuwa anazungumza vile bwana Kichenje, na huku alikuwa ananyosha mkono uliokuwa na begi kumpatia Timothy, ambaye kabla hajapokea begi anamtazama babake, ambaye anaonyesha ishara ya kukubali kwamba achukue begi. Peleka chumbani kwa Simon. Alafu leo Simon atalala chumbani kwa Jackson, lakini kesho atarejea chumbani kwake. Alikuwa anazungumza vile mzee Kifaru. Wakati huo mke wake alikuwa ametulia tuli tu, alikuwa na uguli ya tuki moyo moyo. Shemeji, naona sasa hivi mpaka TV ipo. Mambo mazuri kabisa Hivi nimewahi na chakula, maana nina njaa sana shemeji. Alikuwa anazungumza vile Hassan Kichenje, na huku alikuwa anazungusha shingo yake kila upande kutazama mle ndani. Alafu shemeji, si umeona hata viatu vyangu vimechaka sana Nifanyie mpango wa buti hata pia moja tu basi. Kuna mashati na majinsi fulani hivi yametoka. Yanaitwa nini sijui John. Yale wanapenda sana kuvaa wasanii. Nifanyie mpango basi shemeji. Alikuwa anazidi kuzungumza vile bwana Hassan Kichenje. Kusema kweli kabisa, walikuwa wameshazoea kwamba mzee Kifaru ni mtu mwenye moyo safi kabisa, na alikuwa anapenda kabisa kusaidia watu. Bwana shemeji, unajua kwamba kwa sasa nimeshaachishwa kazi Sasa hivi mimi sina kabisa mshahara, na mimi sasa hivi nasaidiwa na Jackson tu. Sasa hizo pesa ambazo wanazungumzia hapa mimi nitazitoa wapi? Alikuwa anazungumza vile mzee Kifaru kwa sauti ya utulivu kabisa. Hapo ungemwona Hassan ambaye usingeamini kabisa kama ni yeye, hasa kwa jinsi vile ambavyo alikuwa anashangaa. Jackson huyo kijana wako au? Ndio bwana shemeji. Jackson kijana wangu yuko Dar es Salaam kwa sasa. Anafanya kazi sana kusema kweli, kiasi cha kumwezesha na sisi wazazi wake kuishi vizuri. Alikuwa anazungumza vile mzee Kifaru, ambaye bado alikuwa na hoja kubwa tu katika moyo wake. Lakini sasa shemeji, hakuna tatizo. Basi tugawane hata hivyo ambavyo unapewa, tutafanyaje sasa? Alikuwa anazungumza vile Hassan Kichenje kwa kurahisisha, kiasi kwamba uzalendo akamshinda mamake na Jackson akajikuta alikuwa anacheka. Lakini shemeji, sasa hivi nyinyi ndio vijana, mnatakiwa kutusaidia sisi wazee. Ona hata hivyo umetoka kijijini, hujabeba hata muhogo mmoja tuchemshe kesho tunywe chai. Alikuwa anazungumza vile mzee Kifaru, ambaye huyu alikuwa anajua kwamba familia ya bwana Kichenje walikuwa wana wivu wa kupindukia. Hassan anatazama chini kwa aibu. Hapo ndipo sasa mama Jackie akaona kwamba na yeye azungumze jambo. Alafu na usiache kumwambia kwamba siku hizi wakina Timothy ni wakubwa. Kila mtu analala chumba chake. Na hivi kesho tu ikifika inabidi ahamie kwa kaka yake Majengo, kwa sababu chumba ambacho analala Simon ni chumba cha kaka yake Jackson. Alikuwa anazungumza vile mama yake na Jackson kwa mara ya kwanza kabisa. Hapo Hassan Kichenje, ambaye ni mdogo wake na yule Kichenje mume wake na Christina, akamtazama mama Jackson na kumwona macho yake yote alikuwa kwenye TV, wala hakuwa kabisa na habari naye. Akamtazama mzee Kifaru, macho kwenye TV pia, wala naye hakuwa na habari naye. Hata mtoto Simon aliyebakia kwenye kochi pia hakuwa kabisa na habari naye. Kilipita kimya kirefu, inasikika sauti ya TV pekee, na kisha Hassan Kichenje, ambaye alikuwa ametafakari kwa muda, anavunja ukimya huo kwa kuzungumza. Basi shemeji, nilikuwa naomba umpige simu Jackson nizungumze naye, kwa sababu ni siku nyingi sana hatujazungumza. Alikuwa anazungumza vile Hassan Kichenje, mdogo wake wa damu kabisa na mume wa Christina Kifaru. Mzee Kifaru anatabasamu, na huku alikuwa anatikisa kichwa kwa masikitiko makubwa. Muda wote macho yalikuwa kwenye TV tu. Nimezungumza naye jioni hii. Ametingwa na kazi nyingi sana. Alikuwa anazungumza vile mzee Kifaru, na Hassan akajichekesha kama chizi. Afadhali sasa naye amepata uwezo jamani, kwa sababu hapa katikati naweza kusema kwamba tuliteseka sana. Hivi huko Dar es Salaam Jackson amejenga nyumba mtaa gani? Alikuwa anazidi kuuliza vile maswali Hassan, na hapo sasa mama Jackie akamtazama mume wake mzee Kifaru,
naye alikuwa anamtazama kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba kama wataeleza ni wapi Jackson alikuwa anaishi huko Dar es Salaam, basi ataanza kupokea wageni kila siku kutokea huko Songea ambao walikuwa anawajua, na hata wale ambao hakuwa anawajua wakimwambia kwamba eti walikuwa ni ndugu zake. Bado hajatueleza anaishi mtaa gani. Alikuwa anazungumza na mzee Kifaru kwa sauti ya ufupi tu. Basi angalau sasa tukienda Dar es Salaam tutapata pa kufikia jamani. Nitaenda na mimi akanitafutie kazi nzuri kama yake. Alikuwa anazungumza pale Hassan Kichenje, ambaye huyu alikuwa ni kama mwanzo tu, kwa sababu msikilizaji, siku iliyofuata yani Jumatatu aliondoka mchana hapa akishindwa kabisa kwenda kwa kaka yake, akaamua kurejea kijijini, na huku kichwani mwake alikuwa na tafsiri kwamba alikuwa amefukuzwa. Lakini alipishana na wengine wawili ambao hawa walikuwa wamepewa taarifa wakiwa hospitali ambako walikuwa hapo kwa wiki ya 3 sasa wanauguza ndugu zao. Lakini kusema kweli kabisa, mzee Dennis Kifaru ambaye sasa hakutaka kabisa kuwatesa watoto wake kwa ajili ya watu wengine, aliwaeleza wazi kabisa kwamba hapa hakukuwa na vyumba vya kukaa na ni vyema kama wakienda kwa ndugu yao Kichenje. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba hawakudhubutu kabisa kwenda huko kwa Kichenje, wakaamua kurejea tena hospitalini ambako walikuwa nalala siku zote. Taarifa ya tabia mpya ya mzee Kifaru ilimfikia Kichenje mwenyewe, ambaye toka juzi alikuwa anawaza namna gani ya kupata msaada kwa mzee Kifaru, na akajikuta alikuwa anachukia sana. Anaweza vipi kuwafanyia kama hivi ndugu zangu? Ama ndio kusema kwamba kwa sababu sisi ni masikini? Alikuwa anazungumza vile bwana Kichenje kwa sauti ya hasira akiwa pamoja na mke wake. Yana kusema kweli kabisa, hata mimi nashangaa mume wangu. Kaka yangu hajawahi kabisa kuwa na roho kama hii. Itakuwa ni wifi tu ndio anamharibu kaka yangu. Alikuwa anazungumza vile Christina kwa sauti ambayo ilikuwa inaonyesha chuki ya wazi kabisa kwa wifi yake. Msikilizaji, huu ndio mwisho wa sehemu hii ya 15. Sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya 16. Tutaanzia hapa Songea ambako mzee Kifaru anaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa amejifunza kwamba kama ni kufadhili ni bora umfadhili mbuzi, kwa sababu mwisho wa siku utamla nyama na kula mchuzi. Lakini kumfadhili binadamu ilikuwa ni kazi ngumu isiyokuwa na mshahara. Majina yangu naitwa Felix Dennis Kifaru, na hapa ni Simulizi Mixi.